Nikukaribishe sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Wanangu Podcast katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribishe sana katika episode yetu mpya, episode ya 66 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unasikiliza au kutazama Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu sana kwa ajili ya kusikiliza show hii. Na ningependa kukukumbusha tu kwamba Wanangu Podcast inapatikana sehemu zote ambako podcast zinapatikana, kuanzia Apple Podcast, Spotify, Amazon, you name it. Kote huko tupo. Na kama unapendelea kuangalia videos, basi you can come on YouTube kama hivi na ukaangalia episode yako ya Wanangu Podcast. Kila siku ya Jumatatu unakuwa unapata maudhui ambayo yamebase kwenye edutainment. Kuna education kidogo na entertainment kidogo at the same time. So without further ado, let's go straight kwenye kitu ambacho nataka kuzungumzia siku ya leo, nacho ni moja kati ya makundi bora kabisa ya muziki kwa kutokea katika music scene ya East Africa. Nazungumzia Camp Mula. Kwa ambao wanafahamu Camp Mula, au jamaa wanatokea nchini Kenya na walianza kuleta matatizo kwenye music scene kuanzia miaka ya 2010 na peak yao sana sana ilikuwa mwaka 2012. Lakini leo nataka tuangalie historia yao kidogo, ilikuwaje mpaka kundi likawa formulated, kundi likawa formed, lakini vile vile nataka tujue nini ambacho kilisababisha pengine their demise, kuvurugika kwa kundi lao, au sio? Kwa hiyo tukianzia members wa kundi, ili kundi lilikuwa lina members 5. Members 4 walikuwa wanashiriki katika kuandika, kurekodi na kuperform muziki, lakini member mmoja alikuwa na act kama manager. Na huyu mtu alikuwa na act kama manager anafahamika kama Mike. Members ambao walikuwa wanaimba, kuna Marcus au Kusma, Marcus aka Kusma ambaye alikuwa ni producer wa group, lakini vile vile alikuwa na rap. Kulikuwa kuna Taio ambaye alikuwa ni ana rap. Kulikuwa kuna Shapaman ambaye alikuwa na rap, na Miss Karun ambaye baadaye akaja kujiita Karun ambaye alikuwa anaimba chorus mara nyingi. Kwa hiyo ndo 5 members wa kundi lilikuwa likifahamika kama Camp Mula. Na ukiangalia ili kundi, hawa watu sio kwamba walitokea tu kwenye music scene. Kuna baadhi yao members kwenye ili kundi wana background ya music. Kwa mfano huyo Marcus ambaye nimekutajia kama ni producer, lakini at the same time alikuwa ni rapper. Mamake mzazi anaitwa Susan ambaye yeye alikuwa ni lead singer ya moja kati ya bands ambazo kwanza fanya vizuri sana nchini Kenya na Afrika kwa ujumla miaka ya nyuma, ifahamika kama Zanaziki Band. Kwa hiyo alikuwa ndo lead singer. Kwa hiyo unakuta Marcus mwenyewe kupewa tu hilo jina la Marcus alikuwa named after yule mwanamuziki wa nchini Marekani anafahamika kama Marcus Miller. Kwa hiyo ni familia ya muziki kabisa. Babake mwenyewe alikuwa na interest kwenye mambo ya muziki, anapiga gitaa na nini. Kwa hiyo Marcus amekuwa pale nyumbani kwao, na kulikuwa kuna studio pale inaitwa Sub-Sahara Records ambayo mpaka leo ipo na inamilikiwa na wazazi wake. Kwa hiyo pale ndo ambapo amekulia kujifunza kupiga hizo beats na nini, na pale ndo palikuwa kama makazi ya Camp Mula. Walikuwa wakitoka shule huko, inabidi waende kwa kina Marcus pale kwa ajili ya kujifunza kurekodi, kuperform na vitu kama hivyo. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa ni chachu nzuri sana kwa wao kuweza kujifunza na kukua. Na kumbuka kwamba walikuwa ni wadogo sana. By the time wanaanzisha ile kundi 2009 walikuwa ni umri wao na range kati ya miaka 15 na 19. So they were really teenagers, wadogo kabisa, lakini walikuwa na passion sana ya muziki, na kwa kuwa familia zao zilikuwa zina support kitu ambacho watoto walikuwa wanakipenda, basi kiliweza kukua kwa uzuri kabisa. Member mwingine wa kundi hilo, Shapaman, pia naye anatokea kwenye familia ambayo ina muziki ndani yake. Baba yake anaitwa Kasongo wa Kanema ambaye alikuwa ni member katika bendi moja inayofahamika kama Orchestra Super Mazembe. Hao jamaa ndio walimba Kasongo yeye. Lakini vile vile kwa kuna wimbo mwingine unaitwa Shauri Yako, nadhani unaujua, unaweza kwenda kwa Google ukaandika Orchestra Super Mazembe Shauri Yako, lazima utakuwa unaujua wimbo. It's a hit song. Umeona? Kwa hiyo Shapaman anatokea kwenye familia ya muziki. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia member mwingine kama Karun, pia naye baba yake na shangazi yake walimexpose sana katika mambo ya muziki, katika kusikiliza jazz, R&B, soul. Kwa hata ukimsikia anavyoimba unaona kabisa kwamba alikuwa exposed kwenye muziki wa aina hiyo, na ndio maana anaweza akatengeneza chorus kama ambazo alikuwa anatengeneza walipokuwa wanafanya kazi na Camp Mula. So officially kabisa kundi liliundwa 2009. Ndo wakajipa hilo jina la Camp Mula, na mnamo mwaka 2010 walitoa single yao ya kwanza inaitwa Party Don't Stop.
ambao ni wimbo ambao wale watu ambao walikuwa wanaitwa pale studio kuja kusikiliza, wanaojua muziki walikuwa wanasema hawa madogo mbona noma sana. Lakini kwa bahati mbaya sasa ilikuwa zile nyimbo zikipelekwa kwenye radio stations za Kenya, watu walikuwa wanagoma kuzipiga kwa sababu wanasema hawa jamaa hawa sound kama wa Kenya. Huu sio muziki kutoka Kenya, huu ni muziki kutoka huko nje labda, lakini hatuwezi kupiga nyimbo hizo. Kwa hiyo walikuwa wanapata tabu sana kuweza kupata airtime katika media za Kenya. Ni mpaka pale huu wimbo ulivyoanza kufanya vizuri kwenye channel za nje huko kama Channel O na sehemu kama hizo, ndio radio za Kenya zikaanza kusupport muziki wa Kemp Muller. Kwa hiyo ni moja ya shida ambazo walizipitia sana, lakini japokuwa huo msoto haukuwa mrefu sana kwa sababu Kemp Muller kama kundi limeundwa tu 2009, by 2010 tayari washaanza kufanya vitu kama hivyo. Unaweza ukaangalia kwamba haukuwa muda mrefu sana, japokuwa kwa msanii anapokuwa amefanya kazi yake anapotaka kuitoa, unapokuwa unambania hata kama ni miezi 6 ataona kama ni kipindi kirefu sana, umeona. Kwa hiyo ilikuwa kama hivyo, na by the time huo wimbo umetoka, mtengeneza video au video producer kutoka nchini Nigeria alijitolea kushoot ile video bure kabisa. Alijitolea kushoot hiyo Party Don't Stop bure, na akashoot wimbo wao mwingine ambao unaitwa Feel No Pain, nao vile vile aliushoot bure. Nafikiri Clarence Peters ambaye ni legendary video producer sasa hivi Nigeria, aliona hiyo vision kwamba jamaa ni hatari sana, umeona. Kwa hiyo alifanya hizo video bure, na ni yeye pia alikuja kushoot video ya Hold It Down, lakini by the time sasa Kemp Muller washakuwa Kemp Muller na aliwacharge this time kwa sababu kundi lilikuwa limeshakuwa na kidogo uwezo kwa wanafanya kazi bure kila siku. Kwa hiyo ndio historia ya kuwa formulation ya group sasa la Kemp Muller kama Kemp Muller, na wakaanza kusumbua sasa pale nyimbo zao nyingine zilianza kutoka, Fresh All Day, Hold It Down kama nilivyokuambia, Feel No Pain, Party Don't Stop, zote zilikuwa zinasumbua sana, zikafanya sasa waanze kupata recognition kubwa sana internationally. Hapo unazungumzia sasa walikuwa nominated kwenye tuzo za Kora, walikuwa nominated kwenye tuzo za MTV Europe, wakawa nominated kwenye tuzo za BET. Hiyo ni 2012 sasa, ambao huko kote walikuwa nominated kama Best International Act Africa, umeona. Kwa hiyo na ndo kundi pekee la Kenya mpaka sasa hivi ambao limekuwa nominated BET, umeona, since 2012 mpaka sasa hivi hakuna kundi lingine. Kwa hiyo you can imagine nao walikuwa ni watoto wadogo kama nilivyokuambia, ndo kwanza wako shule, umeona. Kwa hiyo ile fame kidogo pia maintain kitu sio kitu kirahisi sana kwa watu wengi, especially watu ambao wanapata umaarufu wakiwa bado wadogo. Kwa hiyo Kemp Muller was Kemp Muller at that time, na unapata sasa wana muziki kama wakina Wizkid wana gravitate towards group kama hili. Wizkid alitoka Nigeria akaja Kenya kwa ajili ya kufanya wimbo na Kemp Muller. Hata ukiangalia picha tu online unakuta walikuwa na hang na kina Davido, walikuwa wanafanya show kwenye majukwaa kama Big Brother, Tusker Project Fame, huko kote wanafanya shows, na walikuwa wanafanya stage moja na share stage pamoja na wasanii kama kina Nato C, wakina Mr. Flavor at the time wako hot sana. Kwa hiyo Kemp Muller was Kemp Muller, lakini right at that time ndiko ambapo kundi pia likaja likavunjika. Sasa sababu ambayo zilisemwa ni kwamba hawa jamaa especially Karun ndo alikuwa mtu wa kwanza kuondoka kwenye group, umeona, na sababu aliyoitoa ni kwamba alikuwa anaenda kusoma. Kwa hiyo akaenda California kusoma, baadaye akahamia Boston, alikuwa yuko Marekani. Kwa hiyo haikuwezekana tena kuendelea na kundi, lakini Taiyo pia akajitoa kwenye group. Kwa hiyo 2 members, Karun na Taiyo, wote wakatoka kwenye group. Kwa hiyo group sasa halikukamilika. Sasa kuna baadhi ya show walikuwa wanazipata, show kubwa inabidi waende wachache, hawajakamilika. Fans wanakuwa wako disappointed kwa sababu kundi alipo lote, umeona. Na kitu cha msingi cha kuelewa kuhusiana na Kemp Muller ni kwamba hao ni watu ambao wanatoka from well to do families. Katika standard zetu za Afrika, hao ni watoto wa kishua kabisa. Kwa hiyo sio kwamba licha ya mafanikio kuyapata, sio kwamba alikuwa anachanganya kwamba kuwapotezea mwelekeo kabisa, no, kwa sababu ni watu ambao wana options. Kama hivyo mtu anatoka anaenda kusoma labda Marekani, umeona, lakini angekuwa kama let's say
muziki ndio kitu pekee ambacho wanakitegemea, mimi naamini wangekuwepo pamoja kwa muda mrefu sana. Lakini kutokana na kwamba walikuwa na options nyingine na familia zao zilikuwa zinaweza kumudu kuwapeleka kusoma abroad na vitu kama hivyo, basi ilikuwa inakuwa ngumu kuconcentrate kwenye kundi, kwa sababu sasa huu muziki sio kwamba ndio kitu pekee ambacho sisi tunakitegemea. Licha kwamba tunakipenda sana, lakini haimaanishi kwamba ndio kinachofanya sisi tuendelee kuishi. Umeona? Kwa hiyo pia ilichangia sana kwa kundi kuvunjika. Lakini vile vile unaonekana kwa kuna kama mushkil kati ya group members, japokuwa haijawekwa bayana sana. Wengine wanadai kwamba kuna baadhi ya group members walikuwa hawaelewani at the time, na mpaka familia zikaanza kuingilia kwenye huo ugomvi, ikaanza zenye baadhi ya familia hazielewani na kila mtu anavimba kwamba yeye yuko juu kuliko mwingine. Kwa hiyo pia ilichangia sana katika kuvunjika kwa kundi. Lakini pia kuna sababu nyingine inatajwa kwamba kuna watu wengine ambao ni, unajua zamani walikuwa wana hang together kwenye studio pale kwa kina Marcus, ilikuwa ni yani wana hang together kwa sababu wanapendana na wanapenda muziki. Sasa baada ya mafanikio, fame inakuja na vitu vingi, na marafiki na watu wengine wanaongezeka kwenye ile circle ambayo hata sio rafiki zenu, ambao hawajui vizuri, pengine they are just there ili wapate kitu chochote kile. Umeona? Kwa hiyo pia ni kwa sababu ya kundi kuvunjika. Kwa kundi lilivunjika at the time ambao liko hot, na hiyo ndio sababu ambayo mimi nafikiri inaweza kufanya kwamba Camp Mola wao wanazungumziwa kila siku, kwa sababu unapokuwa umeacha kufanya kitu wakati uko hot, watu wanawish kwamba hivi kama ili kundi lingeendelea nini kingetokea hapo mbele. Kama tu miaka 2-3 watu wakawa nominated MTV Europe, BET, Kora, ndani ya miaka 2-3, je, ingekuaje kama wangekaa kwenye game pengine kwa miaka 10, pengine wangeweza kutransform industry ya muziki ya Kenya na East Africa kwa ujumla. Kwa hiyo hizo ni what if ambazo zitaendelea kuwepo kufanya Camp Mola wazungumziwa tena na tena. So therefore, baada ya hao members wawili kwa kundi kuondoka, Camp Mola akawa anajitahidi kuendelea sasa, kwa at least kuongeza member wengine ili kundi liweze kuendelea, kwa sababu baadhi ya makundi yanafanya hivyo. Members wanaweza kaondoka, wakaja members wengine, makundi yakaendelea. Lakini katika kesi ya Camp Mola wakamleta dada mmoja kwa anafahamika kama Tiri. Tiri ambaye pia alikuwa ni girlfriend wa Marcus, yule producer/rapper wa Camp Mola. Kwa hiyo lakini inaonekana mashabiki hawaku resonate naye sana, kwa sababu walikuwa nahisi kama anamcopy Karun, kwamba you just a Karun wannabe, wewe uweze kawa kama Karun, hata ujifanye vipi. Kwa hiyo alirecord na nyimbo akatoa, baadaye akaja kutoa mixtape zake ya kwake pia, lakini hazikufanya vizuri. And by the way, baada ya kundi kuvunjika hapo, kila mtu akawa anajaribu kutoa solo projects, mixtapes. Wakina Shapaman wakanatoa mixtape, Marcus mwenyewe alitoa mixtape, Tiri alitoa mixtape, lakini zilikuwa hazifanyi vizuri. Karun akaja kutoa studio album kabisa, na ili kuonyesha tu kwamba watu sio hawakuwa na shida. Kwenye album launch ya Karun, rais wa Kenya at the time, Uhuru Kenyatta, alihudhuria kwenye album launch ya Karun. Kwa hiyo yani unaweza kufikiria mwenyewe kwamba watu sio kawaida. Rais wa nchi kuhudhuria kwenye album launch ya kwako sio kitu kidogo mzee. Kwa hiyo hao ni watu ambao wana connection, ni watu ambao wanatoka kwenye familia ambazo zinajiweza, na ndio maana kidogo ilikuwa tough kidogo hata kufanya baadhi ya mambo, shows na nini. Unataka muende kwenye shows, huyu yuko Ulaya, huyu yuko Marekani, huyu, kwa hiyo inakuwa ngumu hata kuweza kufanya jambo kwa pamoja. That was it. Kwa hiyo ndio story fupi ya Camp Mola. Lakini mnamo 2017 walitangaza kwamba kundi litarudi na watatoa second album, lakini this is 2025. By the time I'm recording this, hakuna album iliyotokea na haijaonekana ishara yoyote kwamba kuna efforts ambazo zimefanyika kwa ajili ya kundi kurudi na kuwa kundi tena. Kwa hiyo hopefully wanaweza wakajipanga wakarudi baadaye, lakini kila member wa ile group bado wanafanya music solo, na wanaendelea katika harakati zao za kujaribu kutoka kimuziki wao kama wao, au kurudi tena juu. Maana yake Camp Mola ilishakuwa juu na kufikia tena ile piki na kuwa ngumu wakati mwingine.
Yeah, so hiyo ndio story fupi ya Cape Mula, jinsi kundi lilivyokuwa formed mpaka wakakuja kufanya vizuri, wakajulikana duniani kote na mpaka walivyokuja kuvurugika. Song of the week for this week ningependa uwe ni wimbo wa Cape Mula ambao is one of my favorite songs from them, unaitwa Hold It Down. Na ni wimbo ambao naupenda kwa sababu the video is good, the song is good, the vibe is good, na ni kama nilivyokuambia ni Clarence Peters kutoka nchini Nigeria ndio alikuja kushoot hii video. Fun fact ni kwamba walivyokuwa wana shoot ule wimbo, Clarence Peters alitaka yani lije yale magari makubwa, unajua yale ambayo yanabebaga mpaka magari mengine yaliletwa maji kwa ajili ya kumwagwa kwenye barabara, kwa sababu alikuwa anataka reflection ya yale mataa. Unajua kama ukiangalia ile video ya Hold It Down, nenda kaangalie, unaweza kwa search on YouTube Hold It Down Cape Mula. Basi kuna maji yalikuwa yamemwagwa kwenye barabara zile ili tu kupata reflection. Maji mengi sana yalimwagwa kwenye barabara as if kama mvua imenyesha, lakini haikuwa mvua, ilikuwa ni artificial water ambayo ilikuwa imemwagwa kwenye barabara ili tuweze kupata zile reflections za kuweza kupata muonekano fulani kwenye video. Sasa hizi ni baadhi ya vitu ambavyo huwa vinafanyika huko Hollywood, watu wakiwa shoot movies na nini, lakini Clarence Peters alikuwa anafanya mambo 2012. Umeona? Kwa hiyo jamaa wako serious kwenye mambo ya video muda mrefu sana, na sisi inabidi tukaze kamba tuweze kuwafukuzia kwa sababu I know we can, au sio? Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 66 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.